Watu wa Tanzania wanaenda kufanya uchaguzi wao tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Lakini Waafrika, cha ajabu, wale Waafrika wanaelewa Kiswahili watanielewa. Cha ajabu ni ya kwamba chama Chadema haijaruhusiwa kwenda kwa uchaguzi kwa sababu kiongozi wao Tundu Lissu, kiongozi wa chama Chadema hakusign zile papers za kwa ile nini, ile bodi yao inaongoza uchaguzi ama inafanya uchaguzi huko Tanzania. So chama cha Chadema iko nje. So kitu naweza ambia watu wa Tanzania, kwa sababu unajua Tundu Lissu alisema ya kwamba no reform no election. No reform no election. Tundu Lissu alisema hivyo. So mimi naambia watu wa Tanzania, kama mnanisikiza, ukweli vile Tundu Lissu alisema no reform no election, hiyo ndo maana hata John Heche, deputy party leader wa chama Chadema, hakukubali kusign hizo papers za uchaguzi. Alafu nimesikia ya kwamba wafuasi wa chama Chadema na wale wafuasi wa chama Chadema na wale wa Tanzania hawajafurahia uongozi wa Mama Samia Suluhu. Hiyo siku wako maandamano. So mimi kitu naweza ambia watu wa Tanzania, muongee lugha moja ndio muelewane. Lakini kama wengine wako kwa mama, wengine wako kwa Chadema, hamtaelewana, na hiyo uongozi mbaya hamtatoa. Na nimekimbia kwa social media, nimeangalia, nimefanya uchunguzi, kwa sababu hao watu wa Tanzania mimi niko nao karibu sana kwa social media. Kwa social media mingi sana. Niko nao kwa Facebook, naona vile watu wanaongea. Niko nao kwa TikTok, naona vile watu wanaongea kwa live zao. Niko nao kwa YouTube, naona vile wanaongea. Watu wa Tanzania wamechoka, enough is enough. Watu wa Tanzania wamechoka. Najua watu wa Tanzania wanaangalia nchi zingine, walishabadilisha katiba yao, na nchi zingine wanafanya uchaguzi na katiba tofauti na ile yao, na wanafanya uchaguzi wakitumia digital. Na hii yao ya Mama Samia Suluhu ya kupanga foleni na kitambulisho chako, inashangaza sana. Hiyo ni kuiba kura, kuiba. So mimi kitu naweza ambia watu wa Tanzania, amkeni. Na kama hamtaamka, hiyo Tanzania itakuwa ovyo zaidi. Alafu watu wa Tanzania, wacha niwaambie kitu kimoja, mmepangiwa na Mama Samia Suluhu hiyo siku ya election, hiyo siku ya uchaguzi tarehe 29. Mama Samia Suluhu amewapangia vibaya sana. Anataka hiyo siku mapolisi watumie ile nguvu ya kupita kiasi, kupiga wafuasi wa chama Chadema, kupiga wale ambao watakuwa na maandamano. Mama Samia Suluhu ameshajipanga. Na mimi naambia watu wa Tanzania watoke nje vizuri, Siri ni numbers. Watu wakuwe wengi sana. So watu wa Tanzania, sisi kama wa Kenya tutajaribu ya kwamba tufike Tanzania, tuone vile hiyo uchaguzi yenu unaendelea.
Kwa sababu mimi natoka Nairobi, hapa Nairobi na mpaka Namanga pale ni kitu kidogo sana, dakika kidogo sana. Siwezi tumia hata 2,000 kwenda na kurudi. Pesa kidogo. Nitafika hapo tuone vile mambo itakuwa. Kwa sababu Mama Samia Suluhu amezoea watu, hata anadharau wa Kenya sana. So hiyo ndo maana hatuwezi mruhusu tena aingie uongozini. Unajua tukiangalia huyu Mama Samia Suluhu ni kama yeye ndiye aliua John Pombe Magufuli. Kwa sababu ndiye vile anaongoza wa Kenya, yani haieleweki kabisa. Tumeona Tundu Lissu amefungwa. Alianza kufungwa mwezi wa 4. Akaambiwa yeye amekuwa charged na treason. Mimi kitu naweza uliza Mama Samia Suluhu. Unajua kisheria mtu akipatikana na makosa, inafaa anapewa cash bail ama bond akishapelekwa wapi? Kotini. Alafu afanye kesi yake, kama ako wapi, ako nje. Lakini Mama Samia Suluhu anaogopa Tundu Lissu. Tundu Lissu angekuwa nje, Sahi Tanzania, my friend, Tanzania ingekuwa Tanzania. Tanzania ingekuwa mahali pazuri sana. Na Tundu Lissu angeshinda huyu mama kwa umbali sana. Alafu Tundu Lissu wako na tabia nyingine sahi, watu wanalia sana Tanzania. Human rights pia wanalia. Wanasema Samia Suluhu, hii serikali yake inateka watu nyara. Baadaye mtu anapatikana kama amekufa. So hiyo tabia lazima ishe Tanzania. Tuliona jana anaitwa John Heche, deputy party leader wa chama Chadema. John Heche alizuliwa pale Hispania, asiingie Kenya, asiende kwa mazishi ya Raila Amolo Odinga. So Mama Samia Suluhu anaogopa kila mahali. Akisikia viongozi wa upinzani wanataka kwenda nje ya nchi, anadhani hao wanaenda kupewa maarifa ya kupindua serikali yake, kupewa maarifa ya kufanya kampeni kumshinda. So Mama Samia Suluhu anaogopa sana. So mimi kitu naweza ambia watu wa Tanzania, amkeni mazee, amkeni. Amkeni ndio muokoe hiyo nchi yenu, amkeni. Kwa sababu nimeangalia sana, hiyo Tanzania bado iko nyuma. Iko nyuma kwa vitu zote yani. Iko nyuma kabisa. So watu wa Tanzania waamke, waseme enough is enough. Huyu mama aende nyumbani. Na aende kabisa, si ati anaenda aje, aende kabisa, aende aongoze watu huko Zanzibar, sio Tanganyika. Sahi Tanzania tunaweza gawa Tanzania. Tukue na Zanzibar na Tanganyika. Aende akae huko Zanzibar, huko kwao. Huyu mama amedhulumu watu wa Tanzania sana. So watu wa Tanzania, mimi kwa majina mimi naitwa William Jahom. Na sisi mkikubali tukuje hapo Tanzania tuwasaidie, tutakuja. Asanteni sana. Kwa majina mimi naitwa William Jahom. Kama hujanifollow kwa Facebook, unifollow please. Kama hujanifollow kwa YouTube, unifollow. Kwa YouTube naitwa Jahom TV. Ingia hapo, subscribe subscribe hapo kwa YouTube, comment, like, then share. Thank you.